Yo. Rhymes of Magic Attraction. Songa Records in the building. Yo. Wananiita Roma. Sina nyodo za sele mbwembwe na wapa homa za matumbo maninja kanyaga twende. Nishawapa mimba wauzeni maembe mabichi leo wataicheza sindimba mzaji ya ufichi. Nishawatengua enka wawezi cheza viduku. Nikiondoa mikeka nimesadiki utukufu. Jesus, I wish nikone sasa ila shetani usinivute nitakupiga vitasa. Booth mabisho wana hofu nitaimba nini unajua mgeni akija bushi jogondo yupo hatarini. Nikabe ungalimi kupiga roba kwa njeka silaha yangu ni ulimi mkwakwani la kasa chika. Eti una rap wewe. Una rap nini? Wanakubeba na ubebeki maninja mpigeni chini. Ameishi na Hanisi ya kumleta tumpige msasa ashakum sima tusi atakuwa punga Mombasa. Hawezi kukua hata mfuge miaka 100. Sana nika nejichua tungu atakukimbilia. Acha nilifunike kombe una mwanadamu anavimba na jali muda kangombe na tembeo kuna chia makimba. Bwana Rhymes of Magic Attraction ya Roma Songa Records. I got my nigga Money Central Zone. Go Money. Yo. Straight from Domtown, Lendo Falbatisti Zoo, Central Dog Found. Nifate Twitter utake pin ya BB on my playlist, nyimbo za toto zinanjezea GB. Yeah, no judge in the wild, no class means no pass in the life. Nilipotoka wanasema no pants kwenye waist, no offense. Wengi metoka kwa kucheat kwenye test. Eto nasema nyimbo kiitikio ruda mistari minne mara mbili utembelee kalio na clean development za Kyoto. Wazazoto angelea nsinge kwa mtoto wa kikopo. Sasa havuneni zabibu mindobi hawana. Pateni madibu wa kachfa skiza. Yeah. Singizi mzuri na ulala Dodoma. Na mshwa na dhana na kanisa amani likosoma. Na wakilisha majengo sokoni na mlezi shila. Movies kanda ya kati paradise fresh sweeter. Hazina na pizza mwenai sibishi hodi. Wakabaji ndo majita daraja la Bahi Rodi. Changombe china ngali adicha mwino you clan. Mazengo Kikuyu senyagwa na dot gang. Na wakumbuka kwenye nyimbo ya dim na tema slang. Central Zone Kendege na Slim wa area che. Saluti mabasi mawili Chadulu Jedengwa. Mjimpya Mwangaba Miki na Keda cheni venga. For ways to masonyeni punguzeni hiyo michupa. Domseki nyeso meno watoto punguzeni pupa. Napata masa nikiona warembo wa Udom CB mpunguze anasa mipango na St. John. Sema mama, go dula, wewe. Bana tari sana. Hiyo kutoka Domdom ulisikia hapo ya mwisho Moni utakuwa unamjua unamfahamu ngoma zake kadhaa umezisikia. Karibuni sana kwenye Planet Bongo Roma. Kitambo blaza tujaonana tujazungumza. Interview yako ya kwanza wa mwaka huu 2017 bila shaka. Karibu sana. Pia pongezi kwa mafanikio ambayo mnaendelea kuyapata kupitia game ya Bongo Flavor. Asante sana bwana. Pongezi na nyie pia tunazidi kupiga hatua kila siku. Naona namba za wasikilizaji katika graph takwimu inaonyesha mnazidi kupanda. Kwa hiyo pongezi pia zirudi kwenu kwa kusimamia na kutetea muziki wa Bongo Flavor. Bwana Mungu awabariki sana kiukweli. Nasikia Bongo iko nzima tofauti na ilivyokuwa zamani sio? Ndio. Bwana kinoma sana. Na fly sana nikiwa sizisikiza kina Nigeria za Kisauzi yani nikiondoka huko. Nasikia goma la mwanangu wa Manzese, mara mwanangu wa Arusha, mara wa Tanga. Babu kubwa. Basi fresh. Nasikia Roma Mkatoliki na AK kwa sababu Katoliki pale mwisho fresh Bana Roma ikawaje rafiki yangu? Unajua raia wamekuzoea zaidi kwenye conscious na ngoma zako zile, wengine wakanasema bana Roma paka wanasiasa wanaona kabisa wanasema kwamba mimi huyu ndo ninayemkubali kutokana na vitu ambavyo huwa unavisema kwenye nyimbo zako. Ulivyotoa ile single ya K ilikuwaje? Moja kwa moja impact yake, wewe ni mhusika, message umeziona, simu umepigiwa? Yeah sure. Au baada ya K kutoka au mapokezi yake yalikuwaje? Kutoka Roma anaanza muziki, mapokezi always yanakuaga yako pande zote mbili. Sawa. Unakutana na comments 40 38 zinakwambia we noma. Afu zile mbili lazima tuzitokee, zitaona kama kuna tofauti fulani toka ngoma ya kwanza. Au kwenye K mapokezi yamekuwa mazuri sana kwa baadhi ya watu, lakini kwa baadhi ya watu wengine wamekuwa disappointed. Kwa sababu gani wamekuwa disappointed? Kwa sababu hawakuexpect kitu hicho. Muziki hauna mipaka, utaki kuweka boundaries kabisa kwenye muziki wala kumwekea msanii mipaka hiyo, umeelewa vizuri. Lakini kuna watu wanataka atengeneze mipaka. So mapokeo ya nyimbo za Roma na nyimbo za wasanii wengine na nyimbo kama K yanatokana na aina tatu za mashabiki. Dula nitakupa hiyo. Kuna mashabiki ambao au mimi naita wale diehard fan wale, kama shabiki wa Liver, umeelewa vizuri. Diehard fan ni kwamba unaachia ngoma ana uwezo wa kukupa next
akakupa nanili take 2. Yani Roma umeachia ngoma leo kwamba bwana umeachia, sijategemea kama utaimba hivi, kama umebadilika fulani, lakini naamini utatoa ngoma nyingine, kwamba anaendelea kuwa shabiki wako wewe, umeelewa? Afu kuna wale mashabiki wengine ambao wanakuwa too loyal. Yani wako na wewe Roma, una miaka 6 hujaachia ngoma, afu yani wenyewe au uelezi hata aje msanii gani, wenyewe ni Roma. Una miaka 6 uko kimya, lakini unafanya show, mikono juu ananyoosha, wanakuja kwenye show zako na huna ngoma mpya wala una habari yote mjini. Loyal yani wako na wewe, ni wameshakuwa wapenzi. Afu mashabiki wa mwisho, samani kwa jina bana nitakalotumia, ambao ndo wengi ndo hao, sorry tunaitaga wa mwisho ni watu ya tatu. Tunakupa wa aina mbili, tabaka la tatu la mashabiki ambao ndo wengi. Samani kwa jina bana nitakalotumia ndo watu tunaita mashabiki mandazi, mashabiki upepo, mashabiki wafuata upepo, ambao wako razi kusahau historia ya mtu kwa sababu ya kitu kilichotokea sasa hivi. Mathalan, JR ni mtangazaji. Leo JR akatoa single yake. Yaani wanaanza kumnyia Roma. Yaani wewe Roma una lolote, JR ndo namba 1. JR mkali, wewe Roma unaweza nini? Kwa hiyo wanasahau kwamba Roma ana miaka 8 kwenye muziki, alishafanya matukio makubwa. Wameweza kupoteza historia ya msanii fulani. Ndio maana unaweza kuona katika sites hizi wanaweza kusema nani mkali kati ya labda Moni na Jmo. Unaona kuna presenter anasema vitu kama hivyo. Kama anasahau historia ya Jmo, anampamanisha Jmo na Moni. Kisa tu Moni ana hiti kwa sasa hivi. Ndio tunaita hiyo wanaofuata upepo. Wakurazi wamkatae mtu fulani, na ndio wanakuwa wengi, ndio wanachafua comments, wanaleta vitu kama hiyo. Kuna mtu kasikia K. Hii K hatari. Sasa mimi nitakwambia K toka itoke. Mimi napigiwa simu tu nyingi za show. Na ukafukula wanasema bwana, hili show yako ibambe tuite usiku wa K. Nimefanya show jana Mbeya juzi. Ingia kwenye Instagram yangu wewe. Mimi naimba, kila mtu anaimba kundi mzima K. Okay, ukisikiliza hiyo K, haiendi kutusi labda moja kwa moja, lakini kutokana haina tusi wala yeye, kutokana na mazoea ya watu wengi hasa kwa hilo neno inawapelekea kama kuhisi kitu tofauti. Nadhani ndio maana hata radio nyingi zimekuwa kama zijishtukia kucheza hiyo ngoma. Ili mlilifikiria mwanzoni? Na hilo ndo limenishawishi sana. Nitakupa historia tu ya nyimbo. Baghdadi ndo alikuja na idea yote. Na mimi na Baghdadi tuna hiyo sio chemistry tuseme, tuna hiyo, tumeshafanya nyimbo una akili wewe. Msanii mzuri ni ule yuko flexible. Roma, ukimwona Roma na Kala Jeremiah, ushakuwa mwanangu. Unajua bisa hapa kuna tukio hapa, siasa inaenda kuongelewa, taifa linaenda kuzungumziwa. Unakuja unakutana kitu kinaitwa Rostam. Roma na Stamina. Unagundua bisa hapa kuna michano inaenda kupigwa hapa, Roma na Stamina. Unakuja kumuona Roma na Baghdadi, unaandaa mbavu zako. Umeelewa vizuri? Unamjua Snoop Dogg? Ni msanii yule wa hip hop, sawa? Lakini kuna Snoop watatu ndani yake. Kuna Snoop kama DJ, kuna Snoopy kama Rasta, kuna Snoopy kama yule Snoopy DOG yule mwenyewe yule kabisa alianza. Hata ukimbuku kwenye show anakuambia mimi nije kama Snoop DJ, kama Snoop Rasta wa reggae, ama nije kama Snoop yule DOG mwenyewe. Umeelewa vizuri? Yeah, na kila mtu na kila package inakuwa ina kila hiyo aina ya Snoop inakuwa ina package yake. Kwa msanii mzuri ni yule ambaye anaweza kaa flexible. Kwamba Roma na Baghdadi walishafanya ngoma una akili wewe. Ngoma fulani na kufanya ufani ucheke, na ndio maana tunazitoa December, kipindi cha holiday season, kipindi ambacho watu wamechoka na maisha ya kusaka hela kipindi chote. Huwezi kuwapa ngoma za kuwastritisha tena. Wakati tunaimba hizo muziki za politics, kuna mtangazaji mmoja alimchallenge. Yaani akasema, alikuwa anasema hivyo, yaani Roma kwani umehama unakuja Singeli, mama muziki gani? Nikamsikilizisha sauti ambayo mimi nilimrekodi kwa sababu nalijua hii kitu. Nikamwambia wewe mwaka 2012 wakati natoa 2030 uliniua kwenye kipindi. Wakasema Roma anaimba taarifa habari, anaimba stori za magazeti. Roma hana upeo wa kutoa nyimbo za design nyingine. Roma ni mtu anayesubiri taarifa habari itangazwe achukue akopi. Lakini hiyo taarifa habari ndio watu wanashangilia mpaka kesho kutwa CCM Kirumba, kija leaders, kwa watu wanapokea. Akaamua tu kuninyia hivyo katika kipindi. Leo anasahau maneno yake. Anakuja anambia Roma unafanya kitu gani? Wakati mimi ndo sasa nimeamua kuonyesha kwamba niko flexible. Naweza kuimba kata tayari, flow tofauti, naweza nikaimba usimsahau mchizi, nikaimba kitu kama hiki na watu wakapokea na mifano hiyo. Kwa wale watu walikuwa wanasema huyu anaimba taifa habari, anaimba nini na nini. Umeelewa vizuri? Leo hiyo wanakuja ugeuko, wanataka urudi kule. Umeelewa vizuri? Na sio kitu kibaya, ni kitu kizuri kwa sababu wamekuamini wewe. Ndio maana tunatoa ngoma inaitwa usimsahau mchizi, kwamba Roma usimsahau. Usisahau history. Alishafanya hayo, ana ngoma zaidi ya 6 zikiongelea mambo. Ana Tanzania, Mr President, ana Mathematics, ana 2030, ana Viva Roma, ana zote. Lakini ana nyimbo moja labda ya mapenzi. Na wanamtaka labda katika engo hiyo. Okay, sasa nadhani issue ilikuwa pale. Issue ilikuwa pale sasa kwenye K kwamba kwa nini ikawa hivyo. Sikuwa na hofu toka Baghdadi ananiambia. Kuna muziki inakuja. Naisikiliza, ulikuja Kwaito nikausikiliza nikaupenda. Naenda club nacheza vizuri. Hii mimi nimesikia idea yake, mimi nakwambia, yani kutoka mimi nimemwambia Baghdadi mwenyewe mimi ndo naingiza verse naimba. Nimependa ubunifu the way alivyo create, lakini alinipa tu kama demo na mimi kuna vitu vingi nikaongeza. Najua ni nyimbo fulani ambayo itakuwa controversial sana, umeelewa vizuri. Nikapenda ile aina muziki. Mimi napenda mchiriku.
Mimi natoka Tanga. Tanga toa headphone ujizuie, taarabu utaisikia tu. Pwani ndo muziki wa kule. Mimi nasikiza gospel, nasikiza taarabu, nasikiliza vyote, nasikiza hip hop na naifanya. Una uwezo kudhibitisha kwamba mimi ni mkali katika michano ya hip hop vizuri kuliko unavyofikiria. Sema naweza pia kuonyesha kwamba hata muziki mwingine wa singeli ni mzuri, ila guys wanakosa idea tu. Sisi tunaweza tukaufanya na idea na ukapendwa na watu. Sema hapa umeelewa vizuri. Kwa hiyo mimi nilivyosikia mimi nikapenda, nikamwambia mimi nafanya, usimwekee msanii boundaries, usiweke mipaka kabisa katika muziki. Zitakuja hizo nguzo, sio mwana hip hop, sio mwana harakati, lakini I used to nimeshafanya na hichi kitu watu wanapenda. Generation iliyoko inapokea mathematics mwaka 2012 pengine sio sasa hivi. Waliokuwa wanakuja kwenye show zangu mimi mwaka 2008 2009 so wanaokuja leo wanakuja na wasanii wao wapya, mapresenter wao wapya, vibe lao jipya na kila kitu chao kipya. Ndio maana unaona muziki mingine inayochipukia sasa hivi inaweza kupokelewa vizuri tofauti na kipindi cha nyuma. Msanii mzuri ni yule ambaye anaweza akasafiri na hiyo kitu katika maisha yake. Usibaki pale pale, anaweza safiri. Sababu Roma unaweza ukaambia hivi, alafu baada ya mimi akaja msanii mwingine ukasema tu hivi Fandesele kila siku unaimba kitu hicho hicho. Wakati Roma aliamua kubadilika naye umetoka kumwambia kwa nini usimbe kitu? Nimekupata. Dola una swali? JR ana swali. Kitu hapa ni industry au mafansi ambao nyinyi mnaoita mafansi maandazi. Ni mbaya kwanza ukirudia hiyo sana wanaweza baadaye ndo wakaanza kunimind. Umetuita sisi mandazi. Yaani ndo hao wanaokuja kwenye show. Na mimi nawapenda kinoma. Sasa unaona anaita mashabiki wake mandazi. Wakati nimeongea vitu 200 vizuri, yani wameacha 199 akasafiri na kimoja. Yani inatokeaga, unaona. Ndio maana ni mwanzo nitanguliza kumrazi. Kwa hiyo kuna wengine anaweza wakaelewa. Ndio wale ambao unaandika unatoa kitu chako kizuri, wanaweza kaja ka comment kitu in a harsh way, umeelewa vizuri. Mimi nafuatilia sana hizo comments, naona ni wengi na tunawathamini. Kinachotokea kufanyika ni kusafiri nao. Umeelewa vizuri, tuende nao, tusiwache, tuweze kuambia hivi vitu. Umeelewa vizuri, sio kitu kibaya wala sio dhambi. Kuna mtu anaweza kwambia hivi, Roma bwana, Magufuli kabana hadi Roma ameamua kuimba singeli, nakutana nazo hizo. Huo muziki uliokuwa tunaita harakati, mimi ndio muziki umenipa mafanikio na siwezi kuacha. Yaani mtu anakuambia siwezi kuja ukasema eti nimeamua kufanya kwa sababu biashara ngumu. Show zote kubwa zikifanyika Roma yumo. Nyingi matamasha na huo muziki mgumu, na ni wasanii wengi wanafanya huo muziki ambao unaitwa mgumu, hawapati hiyo chance ya kwenda katika hizo show kubwa. Lakini kila festival yote labda show kubwa nyingi kati ya 18 nitakuwepo na nitaamsha kijiji changu vizuri. Kwa hiyo ni muziki ambao umenipa mafanikio. Najaribu kuonyesha kitu tofauti. Okay. Umeelewa vizuri? Najaribu kuonyesha kitu tofauti ambayo sio dhambi. Mwingine anaweza kaja na misimamo yake asema mimi nimeamua kusimama hapa. Uliona interview juzi Jinako aliongea hicho kitu kwamba usitoe mipaka katika muziki. Kwa sababu producers, composers wa music wanajaribu kutafuta ku create kitu ambacho kitasimamisha muziki wa hapa nyumbani. Kwa hiyo ni sawa, unaweza ukachukua test ya singeli ukaimix na kitu fulani kikapatikana kitu fulani. Hatuwezi kuiona hii faida leo. Kwa hiyo lakini miaka 20 mbele mimi na Dula tumezeeka, tumekaa magetoni, kuna dogo sasa ndo anakuja kuchukua EK kama ilivyochukuliwa Saida Karoli ya Salome. Pengine kipindi hicho kuna baadhi ya vijana walikuwa wanaichukulia poa, wazee wakaielewa. Leo hii wameichukua, wameitengeneza, umeona kilichotokea. Kuna Saida Karoli 3 ya Bele, ya Darasa na Adamu, na Saida Karoli mwenyewe ya 4. Lakini vijana sasa hivi unaona tunapocheza vizuri, lakini wakati Saida Karoli inatoka kipindi hicho tulikuwa tunaona nini, unajua ile chezao ya kiae kama tuchelewesha. Sasa hii singeli labda Roma, Professor J au whatever, tunaweza kuichukulia hivi maniga hip hop ikapigwa. Mimi naona ikipigwa club, ukienda naenda club Maisha pale kinanuka kweli, inarudiwa mara pili ya tatu. Umeona vizuri, lakini labda inapigwa nyimbo yangu nyingine, watu wanatulia kwenye viti, wanakunywa bia zao, wanasikiliza. Naona kumbe kucheza miguu miwili kama Cristiano Ronaldo hivi unaweza kupata mashabiki wengi. Unapiga kushoto, unapiga kulia, wakikaba huko. Kwa hiyo leo tunaweza tusielewe, tukatulia. Baadaye miaka 10 kuna mtu atachukua hii EK, atatoa hata nyimbo inaitwa J au N. Okay, sawa. Mwanzo nilikuuliza kwamba wakati mnaandaa K, hofu mlikuwa nayo kuona kwamba jinsi inavyosound inawezekana radio nyingi zikauacha huo muziki. Baghdadi na Aba, Aba the process ambaye ni producer. Walileta hiyo hofu. Mimi paka nikaleta, mimi nilikuja kujaribu kutoa hofu kwamba hii tuipige. Okay. Mimi nataka niingie. Kwa hiyo walipokuja kuleta hofu, mimi niliwapa majibu. Uliwaambia nini? Niliwaambia kwamba ni kitu ambacho hakiwezi kuleta hofu yoyote kwa sababu sidhani na hii sio okay unaoimaanisha wewe haipo kwenye kamusi. Sio utaruhusu niseme mathalan mimi labda Dula anasema Tigo yako. Tigo yako. Unani mind nini? Hem nijibu Dula, mimi nakwambia Dula labda Tigo yako. Yani issue ni ndo mama mwanzo. Nimekupa tu labda mfano. Okay, nishakuelewa unachokisema. Sasa tukirudi huku hivi nikamwambia no, ukienda labda nadhani nchi nyingi hata Uingereza, Norway, kuna hizi alphabet. A stand for apple. Sio kama umeongea kitu kibaya Roma. Wewe ndio uliuliza hivyo. Yes, lakini ninachokiona ni kama vile kuna usumbufu fulani wa fikra. Yaani mtu akiwa anaisikia ile kama
kama unamsumbua hivi ndio ubunifu, lakini unahisi ni kwamba hamjaona kama mlikuwa mnafanya kazi kubwa ambayo ingeenda tu ikapotea tu ikapepea tu ikapita isipate nafasi kwenye maredio na nini kama hivyo. Mimi sikuamini. Kwanza mimi niliamini ni muziki mzuri ambao umeumiza sana kichwa. Yaani mimi nahisi tuiongelee kwamba ni idea kubwa sana ambayo pengine haijawahi kutokea. Mimi mwenyewe imenishawishi. Ni idea kubwa kwa sababu unakuja labda hiyo kama Dula anasema hiyo hofu. Hofu ni kwamba mpaka uwe na hofu ni kwamba unaogopa mtu atakusuu sehemu. Atakusuu. Ile nyimbo inaanza na intro. Mtoto mdogo anaongea A for apple, B for ball. Kwa aliendelea mpaka akasema K for what? So it's like darasani. K for what? Mtu anaweza akatoka mtaani akasema kujaza ni K, start for K. Hiyo kujichanganya na hiyo kuhisi usumbufu ambao bwana Dula Ambua anaizungumzia, anajipa tu usumbufu yeye mwenyewe, ambao usumbufu unaweza kupata hata kwenye ngoma ya Dito Moyo Mashine. Ukiamua tu kujipa usumbufu. Moyo usumbufu madam, si umeelewa vizuri. Kwa hiyo najaribu kusema ni kwamba nilivyoona mimi ile idea, mimi binafsi mimi nilipenda. Unique, afu kubwa sana, ni ngumu sana mtu kuiwaza hivyo. Ndio maana kuna mtu mzima anasikiliza afu kama anacheka, anaona? Umeelewa vizuri? Sababu mimi nitakwambia tuna album kabisa. Kuna nyimbo nyingine inaitwa B. B for boko, B for banana. Ziko nyingi tunaamua kuzipeleka shule ya nursery ziwasaidie wanafunzi kwa ajili ya mtaala. Ni ubunifu. Dula sanaa ni ubunifu. Lakini pia tuamini tunachokitoa, unachokideliver. Ndio maana unaona kipindi cha Planet Bongo. Majority labda watakuwa wanasikiliza vijana. Kuna wazee sasa hivi wanasikiliza matukio mengine. Watakuja kusikiliza baadaye. Kwa hiyo kuna nyimbo ukiitoa, pengine kuna kundi fulani unakuwa unaliteka, afu kuna lingine kama linaona sawa. Turudi katika hii watu kwenda kuonekana wanashindanishwa, sijui wanazungumzwa vibaya na wasanii wanaochipukia, ile ambayo losema inakwenda ku destroy history kwa namna moja au nyingine Roma. Lakini mimi ninavyoangalia sijui ni mashabiki wa kundi gani, huwa sometimes inawalazimu kufanya vile, maybe kwa sababu tu Roma umekaa, kuna gap umeitokea labda katika njia yako kapita mtoto fulani labda Moni ikawalazimisha huko kutafuta wewe katika njia hiyo, mengine ni kama warning call ya kukuita, hey brother, hebu rudi tufanye mishemeshi nyingine. Hii kwa nini mnaiona kama ni issue fulani ya kuwaangusha na si changamoto? Muziki wa rap una kitu kinaitwa battle. Ndio maana unaweza kuona artist wengi wanaofanya muziki wa rap wanaweza wakatengeneza mistari ya kubato ya kujigamba, na kujigamba sana utaenda kwenye compare tu kwamba mimi mkali kuliko fulani. Kwa hiyo watu wanasoma game. Hata akina Roma wakati wanaingia kwenye game ulikuwa unalisoma. Mimi nasikia Dula Ambua anapiga nyimbo ya mtu fulani. Naona Dula yani pale anapoteza muda, yani kwa nini ampige yule fulani wakati mimi Roma niko kitaani mimi mkali kuliko yule. Kwa hata nikipata chance ya kurekodi naweza nikaamua kumnyea kuprove kwa Dula kwamba huyo mnayemwamini nyie mkali, mimi ni mkali zaidi yake. Ndio maana inatokea mistari ya diss. Lakini sasa kuna wengine wanaenda extra mile, yani wanashindwa hata kuongea ule ukweli ambao yani utakuta msanii underground hajawahi kutoa hata nyimbo redioni. Alafu kuna mstari wake anasema kwenye top 10 zao mimi ndo namba 1 sio nini, hata jimbo redioni hajapeleka lakini kashaingia top 10. Kukutani na mistari kama hiyo. Ameenda extra mile, yani kama amedanganya. Unaona kama amedanganya kwa sababu tukaamini ni battle, unaweza kumbattle wote na vitu kama hiyo. Kwa hiyo mimi silaumu. Nadhani ni jinsi mwenyewe mtu atakavyoingia. Mimi nimechanwa na wasanii wakubwa paka underground. Sikinoma noma. Yule msanii anaimba taarifa habari, anakopi vitu vya magazeti. Hapa wenu kutoka Tanga. Yaani hizo mimi nazisikia sana, nazisikia. Taarifa habari. Nazisikia sana nyingi sana. Lakini nakumbuka mimi wakati nafanya pia nilikuwa na mistari ya vijembe kwa watu ambao nilikuwa naona sio. Lakini nika-fight mpaka nikaja kuwa Roma na nikawaprove watu kwamba unaona labda tuko wasanii 10. Tunaona tulivyoamsha na vitu kama hivyo. Kwa hata underground anayetoka inabidi aje approve watu wrong. Msimkatalie. Si kitu kibaya. Atoke Moni hapa amwe kuchana. Kama ana hoja, ukija sasa kwenye interview ndo mbananisha. Hapo ndo pazuri kwamba tena Dula hiyo unaweza kaipiga Moni umemchana nani? Wewe umemchana fulani unawaita wote afu huyo mwingine unamficha nje hapo. Kuna mwana mmoja Morogoro ameandika kwamba amesema kwamba nawe kama wewe msamvu hizo bia piti. Amesema yani kwamba yani nawe kama wewe msamvu hizo business ya piti. Hiyo kwenye line pita msamvu kwenda Mbeya. Hakika kasema sisi tunaweka mawe msamvu hizo bia piti. Wewe tunaweka mawe msamvu hizo bia piti. Kwa sababu huwezi kwenda Mbeya bila kupita msamvu. Okay, leo hapa bwana tulipata ugeni kama ambavyo tulikwambia, Mheshimiwa Waziri Nape Nnauye alikuwa hapa na baadaye tutakuja kumsikiza kwenye Planet Bongo. Moja kati ya vitu ambavyo amezungumza ni kuahidi kwamba ataregeza kidogo masharti kwa wasanii. Unafahamu zile issue za videos kufungiwa, nyimbo kufungiwa kutokana na maadili na vitu kama hivi. Sasa Roma, swali ni kwamba unahisi hizi video labda za misambwanda zikiachiwa zile oya muziki wetu ndio utafanya vizuri kimataifa au itakuwa rahisi kwenda kule? Swali zuri sana. Tukirejea pale mwanzo tuliposema kwamba tusiwekee mipaka
tusiwekee mpaka muziki. Ni kauli tata fulani na changamoto yake inakuja na kuwa hapo. Unadhani kwa nini sisi wasanii tunakwazika? Labda tunakwazika, nadhani tukiangalia kwanza comparison, kama naangalia television ya taifa ama TV nyingine, afu nikamuona Rihanna alichokivaa, yani dada yangu Snura anasubiri. Na Rihanna anapigwa Ivani ya Jalala. Yani tatu fulani neka solo. Rihanna amevaa so half necked, yani ndo ushanielewa sijui. Yani Snura kavaa kistaarabu. Unakuja na hoja gani? Wewe ndo chombo cha sanaa. Unaambia kwamba nimemfungia yule chura, lakini kuna kitu naona. Sasa zikiruhusiwa hizo zinakuwa zipi? Hizo za ambazo unasema wewe Snura kavaa vizuri lakini anafungiwa yule Rihanna amevaa vibaya zaidi. Sidhani kama tutaruhusu tuze extent kabisa kwamba iwe mbaya, kwa sababu tukiangalia hata ngoma za asili ngoma za asili wanavaaje? Unaona wazee wanavaa majani hivi. Ile ni half neck, lakini uone kama hatuiongelei sana hiyo kama tutakavyokuja kuiongelea bongo flavor. Si unapata hiyo concept. Hata kuna baadhi ya michezo kama netball, michezo nini, zote ni kwenye michezo na sanaa. Kuna mavazi wanayovaa pale vile. Tukiamua kutengeneza tu hizo hisia, umeelewa vizuri, tunaweza tukafika. Kwa hiyo sidhani kama itaruhusiwa hata na serikali iende huko kwamba Ndoloma sijui nani umemtaja hapo amue kucheza naked kabisa, avue kila kitu alafu kitu kile. Sidhani kama tutafika huko. Lakini nadhani muziki hauna mipaka. Na tusiangalie tu katika swala la uvaaji. Tuangalie katika vitu vingi. Kwa sababu gani? Mambo yamebadilika sasa. Watu wanaona sana. Umeelewa vizuri? Kwa mimi nikitoa wito wangu kama sanaa, tamthilia za Kifilipino zimekuwa nyingi sana nchini kuliko maigizo ya kibongo. Tunafundishwa nini? Series ya Empire unaona anapokuja kuharibu vijana wetu. Lakini ndo watu sasa wanaelekea kule, kuangalia katika engo hiyo. Kina Rosea hizi ziko kibao kwenye nyimbo zao. Au labda sisi hatuelewi. Lakini tukisema kwa Roma inaweza ikawa tofauti. Lakini kina Lil Wayne wanatukana sana kwenye ngoma zao na zinashika chati zetu za hapa bongo. Wa Nigeria tunajua anazungumza nini? Tunasikia tu Chineke, sijui nini na nini, tunajaribu kuunganisha, lakini tunapiga ngoma zao. Kwa hiyo tuiangalie katika mapana hayo, tusiangalie tu hapa nadhani. Na ndio maana kila siku nasema chombo cha sanaa kama Baraza la Sanaa BASATA inabidi tukae sasa pamoja na wasanii tuanze kuitengeneza. Yohana naona ana swali. Ndio sina swali, nilikuwa nataka niongezee, lakini hizo zinazopigwa hapa si zile Radio Version. Ushawahi kusikia ngoma ya Lil Wayne hapa East Africa Radio inalia ambayo ina yale maneno? Swali zuri sana. Kuna TV version, kuna video version sijui. Mimi naziona, ndio maana nimekupa mfano. Mimi naona video kabisa hii haitaki kwenda. Sasa ndo tunasema. Kuna chombo cha kuzuia. Sasa na nyinyi ambao tunawazuia mnavaa vibaya bongo flavor. Sasa tukiwaruhusu mvae vile mnavyotaka nyinyi, itatusaidia kufika kule, kufikisha muziki wetu. Kufikisha muziki sisi factor hiyo tu ya kuvaa. Hata uvae suti upendeze. Kuna njia zisipofuatwa hatuwezi kufika. Kwa sababu muziki ni zaidi ya kuvaa. Kwani muziki ni nini? Kwa nini mmebase kwenye muziki? Tunajaribu kuongelea vingi labda. Sawa, hiyo imekuja kwa sababu utetezi ulikuwa ni kwamba sisi tunataka tufike kimataifa, mnatubana huko, tutaonekana vipi? Unajua mimi nafanya scene ya baharini ama scene ya kwenye swimming pool, nivae baibui au nivae dera, sasa itakuwaje? Nafikiri kwenye upande huo nadhani walikuwa wanajitetea vijana wa bongo kwamba hamwezi kufika kwa sababu ya hicho mnachoki kwa sababu sikibele mbele kwamba lazima Wanyamwezi kule wakikaa kutazama ile video waone kama yao ile vyupi nini wavione vitu kama hivyo na vitu kama vile. Ni idea nzuri, lakini kwa sababu bongo sisi hatuna identity yetu katika vitu vingi, si muziki hadi vazi. Unaona Nigeria mwanangu anapiga matukio yale, hadi sisi ndo tunavaa kama wa Nigeria pengine. Kwa hiyo najaribu kuwaza, ni changamoto kwetu wote, usishambulie sana mimi Dula. Tuvae kanzu na mabaibui katika kila video kama Nigeria. Ndio bichi. Umeelewa vizuri? Unaona kwamba halitawezekana. Finally unapata jibu, tusiipe mipaka, kwa sababu kuvaa mlegezo au kutokuvaa mlegezo mathalan labda kwa msanii hakumaanishi kwamba eti yani ya J.Yalo ukivaa mlegezo utoboi mbele. Akati wale utoboi kule mbele yenyewe amevaa. Lakini haimaanishi tu kuruhusu eti ndio uvae ili ndio iwe sanaa. Ni vitu vidogo, sio vya kunanile. Ukiachiwa ndio tutafika. Yaani tushaambia kwamba sasa mimi naweza kujibu kama ningeuliza mimi. Kuna vya kuachia, hivyo ni minor cases. Wala hatutaki kuvijadili. Tunataka kama msimulize mheshimiwa vitu. Naona kama ni vitu vidogo sana. Kuna vitu tunapaswa kuachiwa. Tuje hapa kudiscuss sijui. Naona kama video vikubwa vya kuachiwa. Video nyingi ambazo zimefungiwa ukiangalia sana ni mavazi. So maneno ni mavazi. Video nyingi sana ni mavazi. Sasa ni kwa hicho ulichokisema, manake serikali iko sahihi iko sahihi, lakini sasa hofu yangu mimi naona kama inaweza ikawa issue complicated. Nimekupata mfano hizo tamthilia za Kifilipino, unazitazama blaza, unaona vimavazi vyao au kwa sababu ile ni tamthilia anafanya film, lakini sisi tunakuja kuimba kwa sababu anapiga kidido fulani. Bado ni fasihi. Bado fasihi yani.
Ni sanaa. Anawakilisha sanaa. Na ndio maana nasema hivi, kwa sisi wasanii nategemea content anachokiwakilisha pale vile. Kama Dula alivyosema, niko beach, ni vibe baibui. Labda tuaminishe Nigeria bwana, beach zetu ni tanzo na baibui. Simsahau Mchizi, kifupi tu concept yake ni kwamba Dula, kipindi unasoma wewe, najua ulikuwa na washikaji zako na wewe mwenyewe pia. Tukimaliza shule tunachukua mkaa ama maka peni, tunatafuta ukuta, unapiga chata. Usimsahau Mchizi JR, usimsahau Mchizi Chogo, C the boy. Dula kapita, unazijua hizo. Hata ukienda zile maabusu, jela za maabusu, kuna wana wakipita na kama chat. Unajua kwa nini wanafanya? Kwa sababu wanaamini kuna kitu alikifanya pale. Kwa hiyo anayekuja form 1 form 2 kanini anatakiwa aje atambue kwamba kuna mwana fulani alikuwepo. Hiyo ni kwenye negative way. Sasa in a positive way ndio tukachukua idea kama na Moni. Shout out kwanza kwake Moni, sababu idea ilianza kwake. Mimi aliniambia tu brother, nishafanya verse beat kali. Ukisikia tu ina vibe na mimi piga verse. Kuja kusikiliza mimi nikapata hiyo concept. Kwa hiyo tukaona tuifanye sasa in a positive way. Si tupige chata sio kwenye kuti. Si tunapiga chata kwenye muziki wa hip hop. Kwa sababu Roma amefanya vitu vingi. Ameimba vitu vingi, amesha-inspire vijana wengi. Kafanya harakati za muziki wake kupambania taifa lake, na kuna vitu vinaonekana vimefanywa kazi. Kwa hiyo tuna matukio mengi katika muziki. Kwa hiyo ndani ya Usimsahau Mchizi ukisikiza lyrics unapata mistari ya majigambo. Kwa nini tunajigamba? Ni muziki wa hip hop kwamba sisi ni bora, sisi mahodari, majemedali, tuna uwezo. Lakini pia kuna line ukizisikiliza pia unaweza kujifunza kitu ndani yake. Kwa hiyo Usimsahau Mchizi, usimsahau Roma kwa alichokifanya, usimsahau Moni alichokifanya. Tusisahau hizi historia. Ndio inakuja na relate sasa katika hivyo vitu kwamba hivyo vitu ambavyo labda unaweza ukasema Roma aimbe, usije ukasahau kwamba Roma aliwahi kuviimba, alishaviongea miaka hiyo ya nyuma. Kwa hiyo Roma bado yupo na anatoa kama thanks to him. Video bwana wako mabinti hao, kwa sababu ndio maana tumetoa video na audio pamoja. Tunataka kuleta tofauti kama Dula alivyoiona. Sababu tuliamini ningeanza audio, mtu akisikia Usimsahau Mchizi alitegemea umeona mbavu nene imefungwa hapa kitambaa hapa mbavu nene, alafu graffiti. Watu hawajapigilia kama Mwanangu Crazy pale, lakini wamekula tu madikizi ya harakati. Umeelewa vizuri, watu wali expect hivyo. Hapo hata mimi mwenyewe nilidondoka pale nikamwambia director tupige hivyo. Lakini shout out sana kwa mdogo wangu Nicholas, mmoja kati ya madirector ambazo na ambao naamini siku za usoni atakuja kuwa bora. Brother, tufanye tofauti. Macho ya watu wanataka hivyo. Tuvae vizuri, tupendeze kibisho. Mimi ni Kagoma bana mimi Roma mwana harakati. Mimi muziki yangu no brother man. Tukabishana sana. Kwa ananiletea kofia mamiwani pale vibe. Na vaa huku nimenuna. Shot za kwanza kuziangalia nikaa nimenuna, tukazikataa. Bwana pigilia hivi. Mimi nataka nije na wanangu tagi langu la kitani tuje kushoot. Kausha bwana, kana mtoto wa Mbalulu hapa, kana mtoto na cheza nao vizuri. Nikapiga moja afu kuja kuchungulia kwenye kamera, nikaona kama nimependeza hiyo kitu. Ukakunjua roho. Sasa lakini kweli kwa sababu nasema miaka 6-7 kama unafanya same shit sawa. Ukijaribu kubadilika pia ndio uweze kucheza na miguu yote. Kwa hiyo kaa vizuri, kwa Moni amefanya vizuri, Nicholas pia amefanya vizuri. Mwisho siku ikawa vile. Kwa hiyo video ina wasichana wawili, wanne hivi, afu kuna maniga wawili. Kwa tulipomaliza video maniga akawa amenikunjia sana. Sababu alikuwa amevaa plain manga, zile plain za white na nyeusi. Wako kama 30 afu nimewachukulia gari. Sawa. Hawajanywa wamekuja na Costa, alafu sijawashoot. Nikamwambia wana nitawashoot na simu, msinisahau. Haya, sawa bwana. Mabibi na mabwana, anytime nzuri ya Roma kwenda kututajia wale rappers watano ambao wanakubali kutoka Bongo, Dar es Salaam, kutoka Mwanza, kutoka Arusha, kutoka popote pale. Usimsahau Chizi Moni, usimsahau Chizi Moni, now and then usimsahau Chizi Moni, usimsahau Chizi Moni. Let me kill this coconut cause I'm hungry, okay, leader. Nasi so tangu, ulide netaji mpango na mkiwa na mpango kando na maana mkiwa jima. Nitaka kumkomwa kahaba, utaikosa tukono, mauta mchubwa kimahabo, iko mweki sanyagi na panga. Wanaonyia mkono wa uzasura, si ukati na washa, wanakula hadi nyama ya chura, ingawa na rasa kangosha, inachosha, tamani kusema inatosha, na nawa tocha, wasisite kusema mindo kocha. Vijana upasahau nyumbani wakisha pagawa na jiji. Usimkere jirani akikunyima hifadhi, kitaa kimejaa shetani. Miustazi nimetoka hii, najiuliza nimokwe nani, kila mwamba anajiona gwiji. Na anayethamini tungi, ataizarau tochi, penati inahitaji ufundi, utapaza ukipiga dochi. Mungu wa Roma, noti, ndo Mungu wa Baresa, mimi nasinda kwenye goti, so don't mess up. Wanangu wa kitani mnanisoma, wanangu wa kitani mnanisoma, wanangu wa kitani mnanisoma, wanangu wa kitani mnanisoma. So now and then msimsahau Mchizi Roma, msimsahau Mchizi Roma, now and then msimsahau Mchizi Dula, msimsahau Mchizi wa Planet Bongo. Nadhani hiyo ndo line ambayo iliwafanya washikaji walipiga plain manga wakanuna. Kwamba wale ndio wanaitikia.
ukisikia verse ambayo amefanya Roma utagundua kulikuwa kuna kila sababu ya Chege kuzungumza. Na tujue leo katika zile ama ile list ya Roma kati ya wale marapa watano ambao anawakubali zaidi Tanzania, usimsahau sui nani atasaulika hapa, lakini fresh. Yaani Ndabala nitasema kwa mara ya kwanza. Nimeuliza swali sana sehemu nyingi. Mimi siku zote nasemaga namba 5 Roma, namba 4 Roma, 3 Roma, 2 Roma, 1. Afu watu wananikaziaga kwa maana sisi wenyewe tukazia sana leo. Tatuia radhi. Mimi nasikiliza wengi sana. Kwanza naanzia hapo, nasikiliza watu wengi sana. Na unakubali wengi. Na nakubali. Lakini leo umepewa nafasi ndogo tu ya watu watano. Nafasi ndogo watu watano. Haraka nitakwambia kwanza. Tumpe roho 7. Roho 7. Mwanangu Jacob. Au nimempa huyo na ana nyimbo 2 tu, lakini unaweza kushangaa kuna watu wa manyimbo kibao. Napenda kumsikiliza. Hata wenye manyimbo mengi mimi nawasikiliza. Au Mtambo. Jos niko naye sana. Kwa hiyo huyo mwingine sio huyo mwingine roho 7 au Mtambo au Baza mbona unakimbia? Sikimbii, sitaki kutaja. Mabaki watatu. Tuna roho 7 na Mtambo. Tuna roho 7 pale, tuna Jose Mtambo. Afuweze mimi nimetoka nje ya ofisi hapa ndo nitakumbuka. So kweli. Tunao muda wa kutosha mpaka ikifika saa 10 tutaja wili tupige report. Unao muda wa kufikiria, tuna saa nzima mbele. Professor J. Brother mimi ameniinspire, nasikiliza kweli jina langu miaka hiyo mpaka leo. Najua nasikiliza kabisa vizuri. Bado wawili. Mwingineo italeta habari baadaye. Mimi sinazijuaga. Hapana, hii ni maono kabisa. Noma. Na roho 7 na Mtambo na Professor J. Hapo bongo trend au tu bongo. Bwana nani mwingine hapo? Cheki dola anapondileta. Wewe ambaye tutalawama huyo. Wewe umemkataa. Sitaki atakaya talama. Au mwingine tuseme nani? Wanao Rostam mkubali. Nani Rostam? Namkubali. Lakini tutajie wako wewe. Bora tangejua ningekuwa na list ya majina ya wasanii wengi hapa. Hapana, tuwezi kufanya hivyo. Tutakuwa tumekunyima uhuru. Tukiweka list tutakuwa tumekunyima uhuru. Tutakuwa tumenyima uhuru. Na nili naweza nikasema nafurahi anapo-rap Saigon. Bado mmoja. Mmoja. Bana twende kwa brother Hashim. Dogo. Safi. Nice. Na Mtambo ina roho 7. Una Prof Jeezy. Professor bwana mheshimiwa mbunge kabisa, afu na Saigon. Afu na Hashim. Nadhani kama Planet Bongo umeipenda dula hiyo au hujaipenda? Hii ya wewe. Mimi nimeipenda, wewe umeipenda. Si ndio ya kwako? Sawa, wewe umeipenda. Fresh kwa sababu watu wana kitu wamefanya. Wana kitu wamefanya. Kila mtu ana watu wake ambao wanawafanya. Alafu uzuri mara tu baada ya kutaja hizi 5 zako huwa tunaweka nukta. Hapana, mimi sikuwa na matatizo na artist. Kiukweli kabisa, huwezi amini. Mwanangu vizuri na tunaishi naye vizuri. Hamna beef kama. Kalitumia hata cover nyimbo yake juzi kati. I'm sorry JK. So we good. Hamna kitu chochote. Okay, sawa. Mwingine hapa kutoka pale Wagum tuna Doom Dar es Salaam. Nasema mjukuu binafsi na muunga mkono Roma wakati mwingine usipobadilika kwa sababu Roma naye ni mtu ambaye anapigaga sana hizo kelele. Yaani kelele singeli hawezi kuchana. Sijaona mtoto sasa akicomment akisema chochote kutokana na michano iliyochanwa zile hasira punch after punch na vitu kama hivyo. Na tumeitoa nimeifanya usimsahau mchizi kusudi kwamba ile case singeli tulifanya na nzuri. Lakini huyo Roma ana uwezo kufanya hip hop na ikawa bora sana. Kwa hiyo tumeweza kuziba mdomo baadhi ya watu kama nzuri. Kati ya comment 40 tunapata 38 poa, 2 ndo zile imba Magufuli bwana wewe mchane mwana maisha magumu. Roma unapotea manyimbo gani? Yaani hizo mimi nishazizoea. Na mjibu tu mwana usijali mwanangu tutaimba nchi na matatizo mengi sana. Kwa hiyo tutaongea usijali. Lakini ndio hivi shout out kwa Bin Laden producer. Tongwe CEO J Mada bwana anatusupport sana brother UD Joff Master J Rider Unyamwezini huko aliko najua anasikiliza. Mungu bless sana Planet Bongo Mungu abariki. Endeleeni tu kugonga ngoma za watu wa Bongo Flava. Tunaenjoy sana tukienda huko tusiposikia kwa hii Nigeria.